makanisani mkiweka semina, waimba kwaya wana viburi hawaji, wasipopangiwa ratiba hawaji. Ili tuwapate wanakwaya makanisani, lazima tuwapangie kwaya. Tunasema kwaya ya vijana mtaimba Jumatatu, kwaya kuu mtaimba Jumanne, kwaya ya wanawake Jumatano, kwaya sijui ya vijana Alhamisi, ili katika wiki nzima za semina katika makanisa at least waje katika zamu zao. Na hawaji kwa sababu wanamwabudu Bwana, wanakuja kutimiza sheria katika zamu zao. Nafikiri unaweza kunielewa nikisema hivi. Na ningekuwa katika kanisa wakati nahubiri hivi, watu wa kwanza kuniwekea uadui ni wanakwaya. Na hicho kitu ni cha kweli, tafuta popote. Kwenye makanisa yetu ya kawaida, wanakwaya hawakubali ibada. Wako tayari wafanye mazoezi nje kwa ajili ya kuimba Jumapili, lakini hawako tayari kuingia katika ibada. Nashindwa kuelewa mazoezi wanamfanyia nani na ile ibada ni ya nani? Kama unaweza kushindwa kufanya ibada, unaendaje kufanya mazoezi nje? Unamfanyia nani? Umwimbie nani Jumapili? Maana yake hawamwimbii Mungu, wanaimbia watu katika ibada ya Jumapili. Ingekuwa anaimbiwa Mungu, wangetangulia kwanza kuabudu, wakajazwa nguvu za Roho Mtakatifu, wakatengeneza njia zao, halafu wakaenda kuimba katika siku ya ibada ya Jumapili. Fike mahali tuambizane ukweli. Anaimba kwaya akitoka jioni anakwenda kunywa bia, anaimba kwaya akitoka ana nyumba ndogo, anaimba kwaya akimaliza amembebesha mwingine mimba katika hiyo kwaya. Nisikilize nikuambie, usifikiri ni kitu kidogo. Hiyo ni vita ya kiroho katika huduma walio nayo, lakini kwa sababu hawataki kuitazama huduma katika eneo la kiroho, watakuja kufanya vita na makanisa, watafanya vita na viongozi wao, watafanya vita na wahubiri wanaohubiri kweli, watachukia mahubiri kwa sababu wanafikiri wanasemwa wao. Sikiliza, usipoondoa kinachompa shetani nafasi, kuna mahali utaweza kutawala. Bwana asifiwe sana.